Hapo jana tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 2026, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi, baada ya kuteuliwa na kisha kuapishwa kushika wadhifa huo, amefanya ziara ya kujitambulisha katika ofisi za makao makuu ya Jeshi la Magereza zilizoko eneo la Msalato jijini Dodoma. Akiwahutubia watumishi katika ziara hiyo, Mheshimiwa waziri ameanza kwa kusema atafanya kazi zake kwa uadilifu mkubwa. Nimshukuru sana pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye kwa imani yake kubwa aliyoiweka kwangu kuniteua kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ili niweze kuhudumia katika eneo hili la wizara hii ya mambo ya ndani ya nchi. Aidha, nazidi kumshukuru kwa sababu imani yake imeendelea kuwepo kwa kipindi hicho alikuwa ameingia madarakani, nimeendelea kufanya kazi naye. Hakika na mwahidi mtumishi uliotukuka wa uaminifu na uadilifu, na atakapofanya hivi nitajitoa sadaka kwa ajili ya kuhakikisha anatekeleza majukumu yake kwa kadri alivyopanga kwa maslahi mema ya Watanzania. Lakini nitafanya kazi kwa kuzingatia viapo na viapo vyangu vyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya katiba yake na utii usiogawanyika kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi. Mheshimiwa ameendelea kuipongeza jeshi kwa kazi nzuri sana ya kuifanya nchi kuendelea kuwa salama, huku akimshukuru Rais katika mageuzi aliyofanya kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini hatua ya tatu nizidi kuwapongeza sana CGP na Jeshi la Magereza kwa ujumla kwa kazi yenu nzuri sana ambayo mnaendelea kufanya. Mmetekeleza historia kubwa katika nchi yetu. Nimepata taarifa na msimulizi ya kule mlikotoka, mlikoanza na kutungwa kwa sheria na mabadiliko mbalimbali ya kisera na sheria. Mmefanikiwa katika kuifanya nchi yetu iwe salama. Hongereni sana. Katika eneo lingine la nne, nizidi kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kumshukuru pia kwa sababu ukiacha vyombo vingine vya ulinzi na usalama na maeneo mengine ya nchi, tawala za mikoa na serikali za mitaa mpaka kwenye ngazi za wizara, amefanya kazi kubwa sana katika nchi yetu katika kipindi cha miaka 4 na sasa anaenda miaka 5. Tangu kuingia kwake, tunaheshimu na kutambua kazi nzuri na kubwa iliyofanyika na waasisi na watangulizi wa taifa hili na uongozi au mkoa, lakini hatuna budi kutambua jitihada, kazi nzuri, lakini pia commitment yake aliyoiweka katika nchi yetu katika kipindi cha miaka 4. Tumeona mapinduzi makubwa katika vyombo vya ulinzi na usalama. Nimepita kwenye vyombo vingine, vyombo jeshi la polisi na sasa magereza. Mabadiliko ya kiongozi, kimfumo na kitawala yamefanyika kwa kiwango kikubwa cha kuridhisha, chenye tija na haki ya kuleta ubora katika maisha yetu. Hapa magereza nimefika, nimeambiwa yale na zaidi nimeelezwa katika mafunzo tumejiboresha zaidi. Ukiacha mafunzo ya askari, nimefanya mafunzo pia kwa wateja wetu ambao wanakuja kwa ajili ya huduma za marekebisho, ambao tumewaita jina lingine zuri zaidi, wanafunzi wetu, wanafunzi wa magereza. Lakini nimefanya pia kazi nzuri ya kuhakikisha pale palipokuwa na nakisi za ajira, mmeomba na mmepewa nafasi ya kuongeza watumishi katika Jeshi la Magereza, askari na wasiokuwa askari. Miundombinu maboresho yake ikiwa sambamba na kuongeza mitambo ambayo tunahitaji kwenye maeneo mbalimbali, vifaa vya ulinzi, tehama, CCTV kamera na saa. Yote haya ni maboresho makubwa na mapinduzi makubwa katika Jeshi la Magereza, ikiwa ni pamoja na matumizi ya nishati safi na mbadala ya kupikia, ambayo unaniambia kwa magereza yote nchini tulionayo 129 mmeshaanza programu ya nishati safi na mbadala. Hongereni sana. Mheshimiwa waziri ameongeza kusema jeshi liko njia sahihi kuelekea kuwa tegemeo kwa nchi. Hakuna cha kuzuia kwa sababu kwanza nchi iko salama, na pili Rais ana utashi na ana utayari wa kuhakikisha Jeshi la Magereza linasonga mbele katika kujenga uchumi. Kiacha
kwenye taifa lenyewe. Mmeanza kujitegemeza, mnafanya kilimo, mnafanya ufugaji wa samaki, lakini pia mnafanya ufugaji wa mbuzi na wanyama wengine, lakini mtaenda pengine kutafuta wanyamakazi ili kuwezesha wengine ambao wanahitaji kuweza kuwa na muda na vitu vingine kama hivyo, ili kuongeza mzunguko na mnyororo wa thamani katika kuhakikisha kwamba jeshi letu sasa linaweza kujitegemea. Tumefanya mambo makubwa, mmeanza kilimo, nimeambiwa kwa hekta mbalimbali, ambapo haya yote ni mapinduzi makubwa ya gereza letu, jeshi letu la magereza, kuhakikisha kwamba tunafikia hali kwanza ya kuendelea kwa jeshi imara kama vile sasa, lakini kuongeza ubora na imara zaidi, kujiongezea uwezo wenu wa kujisimamia na kujiratibu, lakini pia kujitawala na kuongoza kwenda kusimamia ile adhma ya kuanzisha kwa jeshi lenyewe la magereza. Kwa upande wa jeshi kujitegemea, Mheshimiwa amesema atafanya kila jitihada, huku akisisitiza kuwa uzalishaji huo ulenge pia kuboresha maisha ya watumishi na jamii kwa ujumla. Ndugu zangu, natambua zipo changamoto ambazo zimeelezwa na nyingine zimetatuliwa. Sisi wajibu wetu kwa ofisini kuchukua changamoto hizi na kwenda kuzifanyia kazi. Lakini pia nizidi kupongeza, mmeanza kufanya ujenzi wa magereza zaidi ya 12, lakini sambamba na hiyo mmeanza ujenzi wa makazi ya watumishi, na pamoja na hiyo napata fedha kutoka serikali kuu, lakini nyinyi wenyewe mmekuwa wabunifu wa kuweza kujenga kwa uwezo wenu au kwa mapato yenu wenyewe ya ndani. Hili jambo si hapa, jipigeni makofi mengi. Mmeanza ujenzi wa nyumba 166, lakini pia sasa mwezi Desemba mmepata fedha zaidi ya 7. Yote haya ni mapinduzi ya kiuchumi katika jeshi letu la magereza. Baada ya mambo mazuri hayo ambayo mnayafanya, mnakusudia pia kununua zana za kilimo zaidi ya shilingi bilioni 1.2. Haya ni mapinduzi makubwa katika jeshi letu la magereza. Makofi mengi kwa jeshi letu. Kwa msingi huo, pamoja na mambo mengine mengi mazuri ambayo kimsingi tumekusudia na kukadiria kuyafanya kwa pamoja, nisichelewe pia kusema yako maeneo ambayo tutaenda kuyaangazia upya, mimi pamoja na timu yangu wizara, ikiwa ni pamoja na mkuu wetu wa jeshi la magereza na makamishna wote na viongozi wa ngazi ya juu. Tumeingia ndani, tumekaa, tumekubaliana kwamba sasa katika uzalishaji tuongeze kwa kasi zaidi, matokeo yawe makubwa zaidi. Tulifanya jeshi letu la magereza lijitegemee kutokana na uwekezaji na uzalishaji. Na wakati nakuja hapa niliongea na waziri wa mifugo na uvuvi, nikijua kwamba jeshi letu la magereza lina rasilimali na nguvu kazi kubwa ya kuweza kufanya kazi kwenye haya maeneo. Amekuwa muungwana sana na ana mipango na mikakati madhubuti, Dr. Bashir Kabura, kwamba tutakaa pamoja na tutakubaliana ili kuangalia hata namna ya kuongeza nguvu mbali na jinsi tunavyotumia kama hiyo nishati kwenye maeneo ya ufugaji, tuingize na biogas ili iwe sehemu ya nishati. Lakini pia tufanye ufugaji kama ni ng'ombe bora na mitambo ya kisasa. Ameahidi kuleta wale ng'ombe ambao watakuwa ni wa maziwa na wengine kama ni wanyama au ni wakazi kwenye maeneo yetu. Ni hatua kubwa ambayo tutafanya. Lakini pia kwenye masuala ya mifugo, kama ni maziwa, tuanze kuboresha hali ya sekta yetu. Maziwa yatakayopatikana, kama ni nyama yatakayopatikana, kama ni tija, ile ziada ndio tutaenda kuuza. Kama ni chakula, tutengeneze mazingira ambayo yataleta faida pia na tija. Tutajipunguzia gharama, lakini pia hata changamoto, na hiyo kutisha kwa askari wetu ambao tunaweza kufanya. Kwa tufikiria hivyo, tusije kwa kama kule kwetu Sumani. Unakuta mfugaji amekonda, lakini ana ng'ombe zaidi ya 1000 na analala kwenye ngozi.
lakini hata sema kwamba ana changamoto yoyote, kama unajua kuchinja ni mpaka wanaume ng'ombe, na ukikuta amechinja ni mambo mawili, kwa sababu hizi ni sherehe, ni aidha kubwa alikuwa anaumwa au mwenye kubwa anaumwa ndio wanachinja, lakini kwenye hali ya kawaida hii kufanya kitoweo haiwezekani. Sasa na sisi tutakapokuwa tunafanya uwekezaji huu, lazima ureflect hali ya askari wetu, kwamba tunawekeza lakini tunafaida nayo, tuwe na uwezo na utoshelevu wa kuzalisha chakula kwa ajili ya wafungwa wetu ambao tunasema ni wateja wetu. Tukipata utoshelevu wa ziada, tupate mbegu za kwenda kupeleka kwenye maeneo mengine ambapo wanahitaji chakula, tupeleke ndani na nje ya nchi, tuzibwe ogo la upungufu wa chakula ndani ya nchi. Na kwa upande wa jeshi kutambua mipaka ya maeneo yake ili ardhi iwe na thamani, Mheshimiwa Waziri amesema kwanza tunayatambua mipaka yake, yale yasiyo na hati serikali ziko wapi, kama hazipo tutafute hati, na yale yanayofaa kwa kilimo na tuyaainishe na tufanye serious planning ili tujue tunaweza kufanya. Wizara ya Mifugo na Uvuvi iko tayari kufanya kazi na sisi, ndugu yangu nikwambie, afande SGP iko tayari. Wizara ya Kilimo pia Mheshimiwa Chogoro anayesimama kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na Rais wetu iko tayari kuhakikisha tunafanya kilimo kikubwa chenye tija katika tatibu haya na matamanio ya nchi, lakini pia kupata kipato na kupunguza nakisi ya mahitaji, ili yule aliyosema SGP la nakisi au upungufu wa wazabuni na kadhalika, hatuhitaji tena wazabuni kwa sasa. Kama tutajipanga vizuri, tutawahitaji watu wa sasa, lakini hatua baadaye yatakuwepo, kwa sababu tutakuwa hapa Dodoma. Kama tuweze kulima mahindi, magereza ya Iringa yanaweza kufanya yakalima mpaka ziada. Kama sisi hatuwezi kupata mahindi labda pengine hapa, tutapata kutoka magereza ya Mbeya, watalii mchele tutaupata. Kama tunataka na korosho, tutazipata kutoka magereza ya Mkoa. Kwa hiyo tutakuwa tunajitahidi sasa huko ndani tunasaidiana na supplement ili kupunguza changamoto za kupata wazabuni. Na sasa hivi ndio wazabuni sasa wakose ila wakose nafasi hapana, lakini tutawatafutia nafasi kwa sababu nchi yetu katika mipango ya uwekezaji, mipango ya kutafuta fursa, tumebobea kwenye haya maeneo kupitia Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tutakuwa na uwezo. Ikiwa kwenye mifugo pia tutakuwa kupata ziada, tupate nyama, tupate maziwa kwa ajili ya wafungwa wetu, kwa ajili ya askari wetu, tuuze kama ni ngozi na kiwanda pale cha Karama Kilimanjaro. Sasa hivi ngozi tunatoa Morogoro, SGP ngozi tunatoa Morogoro ya kutengeneza vyakula kwa kazi, lakini tuna uwezo wa kuzalisha kwenye maeneo mbalimbali na tukapata ngozi ambayo tukaenda kubadilishwa kwenye Morogoro. Kwa haya yote yapo mambo mengi ambayo tumeyapanga vizuri na uhakika kwamba haya tutaenda kufanya kwa pamoja. Je, nini kauli ya Mheshimiwa Waziri kuhusu dhana ya urekebishaji? Kwa hiyo lazima mjue na kutambua kwamba eneo lenu, jeshi lenu tunalitegemea na ni nyeti sana kwa usalama, kwa ajili ya haki za binadamu, lakini pia kwa ustawi wa jamii kwa ujumla. Magereza sio sehemu ya adhabu tu, na tumeshatoa kutoka ni sehemu sasa ya uzalishaji, marekebisho. Na watu wetu, wateja wetu, wanafunzi ambao tunaweza kuwarudi kwa lugha zote wafungwa, lakini tunajaribu kuwaita sisi wateja au wanafunzi wetu wanakuja kupata mafunzo ya ujasiriamali, mafunzo ya elimu ya kujitegemea. Akitoka hapa na taaluma na kutusikitisha, na wengine wamekuwa wanafunzi wenzie maklasimeti wasoma maklasi nadhani investment wanalaibu waziri anasema waone hata wamehitimu chuo cha AIA, wengine wanahitimu mafunzo ya sheria, digrii ya kwanza, stashahada na shahada. Wapo wanafunzi wetu wanaohitimu VETA, umeeleza, ni hatua nzuri sana, kwa sababu mtu huyo ambaye amefungwa kama mwizi akitoka kwenye kifungo sio mwizi tena, aidha ni mwanasheria, ni nani, ni fundi mitundo, si ndio? Ni fundi nani, magari, makenisi labda kwenye maeneo kadhaa, aidha ni fundi au ni mkulima mzuri wa bustani,
mfugaji mzuri wa samaki, mfugaji mzuri wa ng'ombe, akaona kumbe ana uwezo wa kuzalisha kwa nguvu zake na akaishi kwa jamii bila kuwa na shida. Mgeni rasmi amehitimisha hotuba yake kwa kuahidi kuwa serikali itaendelea kuboresha maslahi ya watumishi, huku akimwagia sifa mkuu wa jeshi kwa uwajibikaji usiotilia shaka. Lakini pia tunafahamu masuala ya mazingira ambayo yanatarishi ikiwa ni pamoja na kutengeneza makazi ya askari ambao umezungumza hapa. Tutaendelea kuongeza nguvu na kazi zaidi kwenye maeneo hayo. Jingine ni kuboresha maslahi ya askari. Hili Mheshimiwa Rais amelifanya na ataendelea kufanya, na amesema hatachoka kufanya pengine magofu mengi. Uhaba wa vifaa na rasilimali mbalimbali, hayo yote tunaendelea kufanyia kazi na yako tayari kwenye hatua za utekelezaji, na ndio maana naona nimesema bajeti ya mamilioni kwa mamilioni. Kwa hiyo kutisha pia tutaendelea kuziboresha, nyingine zitatoka ndani na nyingine zitakuwa kutoka serikali kuu na nyingine kutokana na kazi bunifu ambazo tunazifanya. Lakini sisi kwa upande wa serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafanya maboresho ya kiwango cha juu sana, ili katika kufanya kazi kwenye basi kwenye heshima ambayo kama ambayo inaendelea kuwa nayo, lakini upande wetu katika mipango ya kibajeti, mipango ya uratibu na usimamizi na hata katika uongozi tunaendelea kuboresha, ili askari wetu lakini pia raia ambao wanafanya kazi ndani ya jeshi letu la magereza waweze kufanya kazi wakiliona tabasamu ambalo Dkt. Samia Suluhu Hassan ameliahidi. Lakini nachukua nafasi hii kumpongeza sana CDP. Kiongozi wenu huyu amekuwa mkubwa sana katika kipindi chote ambacho tumekaa na tumeteka. Amezungumza kuhusu mwendelezo na jinsi gani ambavyo jeshi hili atalifanya kuwa kubwa na kuboresha zaidi. Anapoboresha mengi ambayo singeweza kumaliza hapo, kwa sababu naona kwenye kitabu chake kikubwa hiki nimejaribu kusema kwa yale ambayo tunayafahamu, ambayo nimeyashika kwa muda ambao nimepitia matangazo ofisi, mipango yake na mwendelezo wake. Kumwombea Mwenyezi Mungu pamoja na mafasha wake, kama mipango hiyo hii jeshi hili linaendelea kuwa la kuigwa katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, Afrika na dunia. Tutaendelea kuhakikisha tunaboresha maeneo yote ya vifaa kazi na vitendea kazi, teknolojia ya kisasa, lakini pia eneo la masomo na kwenda kwenye ukanda mbalimbali na kujifunza wenzetu wanafanya nini duniani. Hii CGP niendelee kusisitiza, sababu nimesema kuna mafunzo na masomo hawa ndugu zetu wapeleke wakasomesome wakaone mambo na dunia inapoenda huko, au kila mtu atakuwa na namna yake, sio? Ili wajifunze mbinu mpya, teknolojia mpya na mifumo mipya, ili jeshi la magereza mbali na dhana ya ujeshi ambayo ipo na inaendelea kuwepo, lakini katika tafsiri ya macho tukiona itakuwa ni jeshi la magereza, lakini ni jeshi la uchumi wa nchi. Tutakuwa tegemeo. Naye kwa upande wake naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Ayubu Ahmed Mahmud akimkaribisha mgeni rasmi kuhutubia hadhira pamoja na kulipongeza jeshi kwa kufanya kazi zenye ubunifu, lakini pia ameongeza kusema ndilo lenye kubeba taswira ya nchi, huku akitoa wito wa matumizi ya teknolojia ya kisasa na kutambua fursa. Na Mheshimiwa Waziri ameeleza na pia kutuelekeza kwamba jeshi hili kazi zake zimenyooka, ziko mbele kwa. Ameeleza moja kwa moja yapi majukumu yenu, hatua mliofikia, upi mkakati wenu, upi mwelekeo na hatua gani kwa sasa mmefika kuelekea kwenye matukio mliofikia. Kwa hiyo maana nikaanza na kuwapongeza sana kwa kazi hii nzuri.
Jambo la kwanza ni kukumbusha kwamba sisi tulioko hapa na wale walioko maeneo mengine, kwa niaba ya serikali, ndio tunabeba taswira ya nchi katika kuwahudumia ndugu zetu waliokinzana na sheria huko mitaani. Wakati natekeleza jukumu hilo, kufahamu kuwa hata nyinyi awe askari au raia anayefanya kazi katika chombo hichi cha jeshi la magereza afahamu kwamba anachokifanya anawakilisha utendaji wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kama angelikuwepo mwenyewe Mheshimiwa Rais, hata huyo mwananchi aliyekinzana na sheria mngeliweza kumhudumia unapomhudumia vile ambavyo mwenyewe bila kusimamiwa. Kwa hiyo kwa msingi huo tuendelee kuwasimamia ndugu zetu waliokinzana na sheria katika magereza yetu katika dhana ile ya urekebu ambayo serikali kwa sasa imeiweka mbele, na sio kuwafanya kama ni watumwa tukawatumikia. Matumaini yetu kwamba kazi hii inaendelea kufanya vizuri, na kwa sababu tutapata nafasi ya kwenda kutembelea magereza mbalimbali, tutapata pia fursa na amini ya kuwaomba hata wale wafungwa wenyewe wakaweza kutoa ushuhuda juu ya hali halisi ya kule kwenye magereza. Lakini naamini nyinyi wote mwatii, waaminifu na mnatenda haki katika kutekeleza wajibu huo. Ningetushauri tukaangalia uwezekano wa kukuza teknolojia katika maeneo yetu ya viwanda, lakini vile vile maeneo yetu ya kilimo pamoja na mifugo, ili kuleta ufanisi zaidi wa kiutendaji katika jeshi letu la magereza. Na ninaamini kwa kasi aliyokuja nayo Mheshimiwa Waziri, basi jambo hilo litaenda kutokea katika kipindi kifupi ili tuweze kupata ufanisi zaidi. Mheshimiwa Waziri, eneo lingine ambalo ni jema pia kulitazama kwa kina zaidi ili kusudi tukapiga hatua zaidi ni lile eneo la fursa za uwekezaji kwenye maeneo yetu mbalimbali. Tunafahamu kuwa serikali kwa sasa imekuwa katika hatua mbalimbali ya kuhakikisha kuwa tunakwenda kwenye uwekezaji wa pamoja au kufanya biashara kwa pamoja, maana ama PPP au joint venture. Katika hali hiyo, na sisi jeshi la magereza tunazo fursa nyingi za uwekezaji, hasa katika haya maeneo makuu matatu ambayo tunafanya kazi katika uzalishaji, si tu kwa teknolojia, lakini pia kwa mitaji. Tunayo nafasi ya kuweza kushirikiana na wadau mbalimbali ambao ndani na nje walio na utayari na wasio na masharti yanayokinzana na matakwa yetu, basi tuweze kuwekeza kwa pamoja au kuwekeza kwa njia ya ubia ili kusudi tuweze kupata tija inayokusudiwa. Katika ziara hiyo, mkuu wa jeshi CGP Jeremia Yoram Katungu akiwa ndiye mwenyeji wa ugeni huo ameelezea kazi, mafanikio na namna ya kukabiliana na changamoto zinazojitokeza, huku kamishna wa sheria na uendeshaji wa magereza CP Nicodemus Tenga katika neno lake la shukrani akimshukuru mheshimiwa mgeni rasmi kwa maono makubwa dhidi ya jeshi. Mheshimiwa Waziri, serikali inaendelea kuwezesha jeshi katika maeneo mbalimbali ikiwemo utoaji wa mafunzo kwa watumishi, miradi ya ajira na upandishwaji vyeo. Maeneo mengine ni pamoja na kuboresha miundombinu ya magereza, ununuzi wa vyombo vya usafiri, ununuzi wa mitambo na zana za kilimo, vifaa vya ulinzi na usalama magerezani na matumizi ya tehama katika utekelezaji wa majukumu ya kila siku. Wajibu wa jeshi la magereza ni kuchangia, kuendeleza na kudumisha usalama wa jamii kwa kufanya mambo yafuatayo. La kwanza ni kutoa hifadhi salama kwa wahalifu wanaoletwa magerezani kwa mujibu wa sheria, lakini pia jeshi lina wajibu wa kuandaa na kutekeleza programu za urekebishaji. Ili pia tunatoa huduma za mahabusu na kutoa ushauri kwa serikali kwa namna ya kudhibiti na kuzuia uhalifu nchini. Mheshimiwa Waziri, nikuhakikishie magereza yote nchini yako salama na tunaendelea na utekelezaji wa majukumu ya kila siku. Jeshi limeendelea na utekelezaji wa majukumu yake ya msingi sambamba na utekelezaji wa maelekezo ya serikali na mapendekezo
pia tayari tumekamilisha mapendekezo ya maboresho ya sheria na muundo wa jeshi na yamewasilishwa mamlaka za juu kwa hatua sahihi. Kuhusu matumizi ya vifaa vya tehama na upekuzi, baadhi ya magereza tayari yameshaanza kutumia CCTV cameras na scanners. Kwenye matumizi ya mahakama mtandao, tunaendelea kuimarisha matumizi ya mahakama mtandao kwa ajili ya usikilizaji wa mashauri ya wafungwa na mahabusu. Mheshimiwa Waziri, hadi sasa jumla ya magereza 81 yana huduma za mahakama mtandao, ambapo kuna jumla ya mashauri 5442 yamesikilizwa kwa utaratibu huu pasipo wahusika kupelekwa mahakamani. Tunaandaa mwongozo wa utekelezaji wa programu za urekebishaji wa wafungwa na hatua iliyobaki ilitoa mafunzo kwa watumishi ili mwongozo huo uanze kutumika rasmi, na tayari maandalizi ya mafunzo hayo yamekwisha anza. Lakini tunaendelea kuongeza wigo wa kutoa huduma za kusafisha mahabusu. Kwa kumalizia, wilaya ambazo zilikuwa zimebaki kwa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Waziri, kwa mwezi Januari 2026 tayari tumeanza zoezi hili la kusafisha mahabusu kutoka gerezani kwenda mahakamani na kurudi, na tumeanza Mbeya mjini na wilaya ya Chunya. Lengo kuendelea na utekelezaji wa hili zoezi kwa kadri tutakapokuwa tunawezeshwa. Lakini pia tunaendelea na ujenzi wa magereza katika wilaya zisizo na magereza. Kwa sasa kuna ujenzi wa magereza mapya takriban 12 ambayo yako katika hatua mbalimbali, na miongoni mwao magereza 5 yaliko katika wilaya zisizokuwa na magereza. Tunaendelea na ujenzi wa makazi ya watumishi kwa njia ya ubunifu. Mheshimiwa Waziri, tunachokifanya pamoja na kupata fedha kidogo serikalini, lakini tunaendelea na ujenzi wa nyumba za makazi kwa njia ya ubunifu. Tunatumia rasilimali tulizonazo vituoni pamoja na mkazi kwa ajili ya kufyatua tofali na kuanza ujenzi, na pale serikali inapata fedha basi tunaona malengo ya kukamilisha zile nyumba. Kuna jumla ya nyumba 196 ambazo zinaendelea kujengwa na zimefikia hatua mbalimbali za ujenzi. Tunaendelea kutenga fedha za ununuzi wa zana za kilimo. Mheshimiwa Waziri, kwa mwezi Disemba, mwezi uliopita Disemba, tumepokea jumla ya trekta 7, kombaini ya harvesta 2, mashine za kunyunyizia dawa 5, mashine za kupandia 4 na mashine ya kukamua mafuta 1, na tayari matrekta haya yanapeleka vituoni na yameanza kufanya kazi za kilimo. Mheshimiwa Waziri, tunaendelea kuongeza uzalishaji wa mazao ili kujifunza kwa chakula cha wafungwa na mahabusu kwa kuweka mkakati wa ndani kwa kutumia kikamilifu rasilimali zilizopo ikiwemo ardhi, nguvu kazi, miradi ya ubunifu, zana zilizopo na rasilimali watu kwa maana ya wataalamu. Na hatua hii itasaidia kupunguza serikali gharama za kulisha wafungwa na mahabusu, lakini pia kupunguza madeni ya wazabuni. Kwa upande wa madeni, Mheshimiwa Waziri, tumeendelea kufanya mawasiliano na mamlaka zingine hususan hazina ili kuona uwezekano pale fedha itakapopatikana madeni haya yaweze kulipwa kwa wahusika. Hizo ni jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na serikali katika kukabiliana na changamoto zilizopo. Mheshimiwa Waziri, naomba nihitimishe salamu zangu kwa kurudia kukushukuru kwa kutenga muda wako wewe pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri na kuja kutembelea hapa makao makuu ya Jeshi la Magereza. Napenda nikuhakikishie kuwa jeshi liko imara na litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi na uaminifu na kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu, lakini pia maelekezo ambayo yalikuwa yakitolewa na yanaendelea kutolewa na Mheshimiwa Rais na viongozi wengine waandamizi wa serikali, na hii ni kwa ustawi na maslahi mapana ya taifa letu. Tunashukuru sana. Kikubwa Mheshimiwa Waziri, ambacho tunaweza kufanya sisi kama Jeshi la Magereza ni kutoa ahadi wako pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza tunakushukuru kwamba umekuwa na maono makubwa dhidi ya Jeshi la Magereza.
pongezi ambazo umezitoa kwa yale ambayo afande mkuu wa jeshi ameyafanya pamoja na wasaidizi wake, sisi tunachukulia kama geni. Hatutakuletea zile pongezi ambazo zimetolewa, lakini tunataomba Mungu atusaidie yale maono ambayo sasa tuchukue kama ni tumetiwa chachu ya kuweza kufanya mambo makubwa zaidi. Lakini naomba nikushukuru pia kwa jinsi ambavyo umeonyesha unawiwa kuwagusa maafisa na askari, na niliposikia ulipokuwa unaongea kwamba katika uzalishaji wetu tuangalie pia maafisa na askari, niliona ni mojawapo ya motivation kubwa, na kwenye hili maafisa na askari wa jeshi la magereza tutakuwa tayari kwenda ile kasi ili uzalishaji wetu uwe na tija, ili ile motivation tuweze kuipata. Rais anaposema